kama mnavyojua michezo ni afya. Kwa hiyo na mimi ni mwanamichezo pia. Kwa hiyo nimefurahi sana kuwa hapa. Lakini kikubwa nipende kusema jambo moja ambalo nataka nimshukuru sana mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kigezi Chini kata ya Buyuni kwamba ameweza kuandaa mapambano haya ya Singano Cup, lakini hakuenda kwenye michezo tu. Ameenda na kwenye afya. Amenigusa sana. Kwa kweli nashukuru sana kwamba amejali afya, kwa sababu ndicho ambacho tunakitaka wa Tanzania. Michezo inaendana na afya. Lakini tukija kwenye swala zima la michezo, hususan chini ya Jemedari Dr. Samia Suluhu Hassan, umeona jinsi gani rais wetu wa Tanzania anavyoweka kipaumbele kwenye michezo kupitia Wizara ya Michezo, na waziri wetu wa michezo mnamuona kabisa Paul Makonda anafanya jitihada kubwa sana. Lakini katika kuitangaza nchi yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumeweza kuona jinsi ambavyo mama ameliendesha gurudumu kupitia michezo, wakaona Afrika nzima kwamba hata michezo ya AFCON imeteuliwa Tanzania. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana, nampongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia Wizara ya Michezo kwa sababu tumepata fursa hii. Na fursa hii niweza kusema kidogo kwa ajili ya wanamichezo wote na Tanzania kwa ujumla. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumepata bahati sana. Na tusiache kwenda kutangaza michezo kupitia fursa hii ya AFCON. Wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika Wizara ya Afya tunaweka kipaumbele kwamba Watanzania kwanza tuna uhuru na umoja ambao ni upendo. Na tudumishe hilo kwa sababu tunasaidiana. Na umoja wetu ni kwamba kusaidiana. Hospitali zetu zinakosa damu. Na hata wewe unaweza kuwa na ndugu yako mwandishi wa habari ukakuta unaenda pale unahangaika, lakini tunafanya hili kwa jitihada ya kuweka hata nyongeza ya damu kupitia wanamichezo. Kama hivi leo mwenyekiti wetu Singano ameweza kufikiria na akasema nifanye nini. Mwingine angesema nilete hapa labda maduka ya nguo ya nini, lakini yeye ameenda kujikita zaidi kwenye afya. Kwa hiyo uchangiaji wa damu huu ni msaada mkubwa sana kwa hospitali zetu. Na mjue kwamba kata ya Buyuni sasa hivi tuna kituo cha mama na mtoto ambacho kinaenda kuisha by September tarehe 30. Kwa hiyo tutakuwa tunahitaji vitu kama hivi katika kuhifadhi damu na kusaidia mama na mtoto. Tuko hapa tumeona kwamba tuandae mashindano haya. Cha kwanza, michezo ni afya, kwa maana tunainua hamasa kwa wananchi mbalimbali, kwa sababu serikali imetutengea eneo zuri hili, kiwanja hiki cha michezo, ili cha kwanza wananchi waweze kutumia kiwanja hiki kwa ajili ya michezo ya mazoezi na michezo mbalimbali kwa ajili ya kujenga afya za wanamtaa wa Kigezi Chini. Lakini pia cha pili ni kuweza pia kuunganisha jamii. Michezo inaunganisha jamii, lakini inaleta pia upendo na umoja katika jamii yetu. Kwa hiyo inaweza ikatufanya pia kwenye nyanja mbalimbali za kimaendeleo tukaweza kusonga mbele kwa umoja na ushirikiano ambao tunautengeneza pia kupitia michezo hii. Kwa hiyo na sisi kama mtaa wa Kigezi chini ya bibi mwenyekiti Musa Singano tunaona kwamba awezaje kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, kwa sababu sisi ni wasaidizi wake. Kwa hiyo tunamuunga mkono kwenye michuano hii ili pia tuweze kuhamasisha pia Watanzania AFCON itakapoanza waweze kuja katika viwanja vya. Tumeona kwamba tunakusanyana kwa namna tofauti. Kwa hiyo tukaona kwamba ni mara chache kwenda hospitali kuchangia damu. Kwa hiyo tukaona tutumie fursa ya mashindano haya tukaweza kushirikiana na wenzetu wataalamu wa hospitali ya Mkazi, tukawaomba waweze kushiriki na sisi ili tuweze kuchangia damu kwa ajili ya watu mbalimbali, kwa sababu pia hata kiimani moja kati ya sadaka muhimu kuweza kuchangia damu kwa ajili ya watu ambao wanaohitaji kwa ajili ya kuokoa maisha yao. Mashindano yetu haya ya Singano Cup yanajumuisha timu 16, lakini pia tunazo zawadi ambazo tumeziandaa kwa ajili ya washindi, kwa maana kwamba mshindi wa kwanza anapata ng'ombe mkubwa ambaye atakuwa na thamani ya shilingi milioni 1.2 million, lakini mshindi wa pili atapata mbuzi mwenye thamani ya 300,000 pamoja na jezi. Kwa hiyo ndio zawadi ambazo tumeziandaa na hatutoishia hapa. Ni awamu ya pili kufanya mashindano haya, kwa hiyo tunaendelea kuyaboresha siku hadi siku. Timu mbili zinazocheza mchezo wa ufunguzi ni kati ya Makemba FC ambao ndio wenyeji wa uwanja, lakini dhidi ya Vikongolo FC ambao wanatoka mtaa wa Vikongolo kata ya Chanika. Lakini pia
Nafikiri pia hii ni Chanika. Nafikiri serikali ilishawahi kuweka maeneo mengi kwa ajili ya michezo. Kwa hiyo niombe pia serikali pia, lakini pia na wadau wa michezo kwamba Buyuni ina maeneo mengi ambayo yanaweza yakajengwa viwanja sasa vya mpira. Kwa hiyo kama wadau wapo, tunawakaribisha chini ya Mheshimiwa Diwani, maeneo yapo waweze kutujengea viwanja vya kisasa ili tuweze kuinua michezo au na vipaji kwa Buyuni na Chanika kwa ujumla. Kwa Buyuni, kwa kata ya Buyuni, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, viongozi wote chini ya diwani wetu Mama Jessica Msola tuko mbele sana. Yaani si tu viwanja vya mpira, lakini hata viwanja vya watu binafsi tunakemea sana, na tunashukuru mpaka sasa hivi Buyuni iko salama. Hakuna eneo lote la michezo ambalo limeweza kuvamiwa. Ndio maana tunasema kwamba maeneo yapo na yako salama na yaliyotengwa na serikali. Kwa hiyo wadau wapo, kama wapo waje maeneo ni ya uhakika na hakuna mvamizi yoyote. Kwa sababu haya mashindano ni mara ya pili yanafanyika. Kwa hiyo kila hatua ama kila wakati wa mashindano huwa tunafanya maboresho. Kwa hiyo hata awamu hii tulijaribu kufanya uwezekano wa kuweza kushirikisha na timu za wanawake kama netball na volleyball, lakini kwa bahati mbaya kidogo haikufanikiwa kwa wakati huu. Lakini next time mwakani tunamwomba Mwenyezi Mungu akitujalia tutakuwa na mashindano pia ya wanawake kama netball na mchezo.